Kama nilivyosema, haikuwa rahisi kwa Abraham kutoka katika nchi yake kwenda katika nchi ya kigeni. Ndivyo ambavyo Paulo leo anapowaandikia huyu mtumishi wake, rafiki yake, mfuasi wake Timotheo, hii barua ya pili, anamwambia vumilia mateso, mahangaiko, adha mbalimbali kwa ajili ya Injili, akitambua wazi kuwa akivumilia katika Injili atakuwa na imani, na imani hiyo itamsaidia kuupata uzima wa milele. Na hata sisi ndivyo tunavyoalikwa kuwa safari yetu ya imani ni safari nzito. Tunapaswa na kualikwa kuvumilia hayo yote kwa ajili ya Kristo. Tutanyanyasika pana pale, tutateseka, tutasemwa, tutatupiwa mawe, tutasimangwa na kadhalika, lakini tukivumilia kwa ajili ya Injili, kama Paulo alivyomwambia Timotheo, ndivyo ambavyo anatuambia hata sisi tutapata mafanikio mengi kwetu sisi binafsi, katika familia zetu na katika jamii ambayo tunaishi. Tuone ni kitu basi cha kukimbilia, cha kuthamini na cha kukiendea, ili tuweze kupata neema na baraka ambazo zikabaki kuwa baraka katika familia zetu. Ndio maana Mungu alimwambia kuwa Abrahamu kuwa wewe utakuwa baraka. Wapendwa, sisi tumeitwa kuwa baraka. Tuwe baraka kwa wengine. Halafu tunapokuwa baraka kwa wengine, Mungu anatubariki sisi. Huu ndio mpango wa Mungu. Sasa sijui mimi nimekuwa baraka kwenu kiasi gani, wewe umekuwa baraka kwangu kiasi gani. Lazima uwe baraka. Jiweke katika mkao wa baraka kwa mwingine. Ukiwa katika familia, uwe baraka kwa familia. Familia ifurahie kukuona wewe baba, wewe mama, wewe mtoto, na wajue kuwa wewe ni baraka. Lakini isiwe tu baraka za ajabu ajabu. Mfano nyakati hizi kuna ule useme unasema hivi kuwa toto baya zuri kwa mama yake. Kama baya liwe baya tu. Mwizi ni mwizi. Sio mwizi lakini kwa mama yake anasema hivi kwa huyu mtoto mzuri tu. Mama kubali kwa mtoto wako mwizi ili arekebishwe, anyooshwe, aache wizi, aingie katika njia nzuri. Mtoto mdhambi aeleweke kuwa huyu ni mdhambi, akanywe, aonywe, aelekezwe ili aache dhambi. Huko ndio tunakotafuta kufika. Na hizo ndizo baraka. Abrahamu aligeuka kuwa baraka kwa watu wake, na Mungu akambariki yeye na akamzidishia mara 100. Tujitahidi kuwa baraka kwa wengine. Umekuwa baraka kwa wenzako, nimekuwa baraka kwenu. Tujitahidi sana kuishi neno hilo la baraka. Katika Injili tunakutana na Yesu. Kwanza ameongelea hapo nyuma kidogo juu ya habari ya mateso na kifo chake. Kinahuzunisha, kinatesa, na wale waliomzoea, wale mitume wake na wafuasi waliokuwa wanamfuata akihubiri Injili, hawakupenda wala hawakutaka kusikia habari hiyo kuwa eti yeye atakufa. Wewe kwa nini ufe? Wewe unayetupa mikate, kwa nini ufe wewe? Unatulisha chakula, wewe kwa nini ufe wewe? Watu wakiwa viwete, vilema, wewe unawarudishia miguu yao, wanatembea, kwa nini ufe? Vipofu unawafanya tu kwa kushika udongo na kupaka, mara wanaona, wakina Bartimayo, wewe kwa nini ufe wewe? Watu waliokufa kama wakina Lazaro unawaita tu, wanatoka kaburini, unawaambia wanaendelea kula ugali, kwa nini ufe wewe? Kwa hiyo swala la kufa lilikuwa ni swala zito ambalo hawakulielewa na hawakupenda kulisikia. Lakini Yesu akaamua kuingia katika hatua ya pili. Lakini katika hii hatua ya pili hakupenda kuwachukua wote. Aliwachukua wachache kwa ushuhuda. Akachukua hao wanafunzi wake 3, akapanda nao mlimani, na alipofika kule
akawaonyesha kuwa nini maana ya kifo. Aliwaonyesha maana ya kifo. Kifo sio maana yake kupotea. Kifo maana yake ni daraja kutoka katika uzima huu kwenda katika uzima ujao. Lakini angeongea kwa maneno wasingemwelewa. Akaongea kwa vitendo. Aliamua yeye mwenyewe kule mlimani, akabadilika, uso wake ukang'ara. Akaambia hivi, kwa sasa kile nilichowaambia juu ya habari ya kifo, tafsiri yake ni hii, maana yake ni hii, muishi hiki. Kwa hiyo msiogope kufa, kwa sababu kuna uzima wa milele. Na baadaye wakaona wale viongozi wakubwa, mababu zetu, manabii, mababu wakiwakilishwa na Musa, manabii wakiwakilishwa na Elia, wako pale na wenyewe wamejitokeza. Petro akashangaa, akavutwa kusema ingefaa mahali hapa tujenge vibanda. Na katika hilo yeye mwenyewe akajisahau, akavitaja vitatu na akawataja ambao wanatakiwa kwenye hivyo vibanda. Akamwambia kimoja kiwe chako wewe mheshimiwa ule tuleta huku milimani huku. Hicho kiwe cha kwako. Kimoja kiwe cha huyu Musa huyu. Mbona tumemuona na yeye alikufa siku nyingi, tumemuona, kiwe cha kwake na yeye. Kimoja kiwe cha Elia. Akajisahau. Katika maisha yetu tunajisahau sana. Hapo tunakumbushwa kuwa katika maisha yetu tunajisahau sana. Ndio maana mama kanisa ametuwekea kipindi cha Kwaresma, tujikumbuke hata sisi wenyewe. Tunapofunga, tunaposali, tunapotoa sadaka, tujikumbuke, tujitengenezee na sisi kibanda ili tufurahie utukufu huo. Lakini tunapandishwa mlimani. Kanisa limetuwekea kupanda katika mlima, ndio hii Kwaresma. Kwaresma mwaka huu ikuonyeshe Yesu akiwa anang'ara sura. Usitoke Kwaresma mwaka huu bila kumuona Yesu akiwa anang'ara sura yake, inapendeza. Usitoke bila kuwaona Musa na Elia wakiwa pembeni na wenyewe wanashuhudia utukufu huo. Usimalize Kwaresma mwaka huu bila kusikia sauti, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Lakini utafanya hivyo kwa nini? Kwa hiyo hayo mambo matatu tu tuliyoyasikia, ambayo tumehubiriwa tangu Jumatano ya Majivu, ambayo mimi siku zote naita ni moyo wa Kwaresma. Kutoa sadaka. Toa sadaka vizuri zaidi kuliko wakati mwingine. Sadaka ambayo inakuunganisha wewe na Mungu wako. Sadaka ambayo inaenda kukufanya kuwa wewe kuwa baraka. Sadaka ambayo pia inaenda kuwabariki wengine. Kila tunapotoa sadaka nzuri, tunawagusa wenzetu na wanakuwa baraka kwetu, na sisi wenyewe tunabarikiwa. Sali zaidi katika kipindi hiki. Sala ambayo inakuunganisha na Mungu wako ndio itakupeleka kwenda kumuona Kristo ambaye anang'ara sura. Na utawaona Musa na Elia wakiwa pembeni, na wakati huo huo na sauti utaisikia. Lakini pia kipindi hiki tunaalikwa kufunga. Dominika iliyopita tulisikia wazi kuwa Yesu alivyojaribiwa katika swala la kufunga. Kufunga ni swala la lazima kwa yule ambaye anatakiwa kufunga. Na anayetakiwa kufunga ni yeyote mwenye umri wa miaka 18 mpaka 60. Huyu hapa lazima ufunge. Kama tu wewe huna mimba, hunyonyeshi, sio mgonjwa, husomi, yani na una mitihani ya karibu, wewe unatakiwa kufunga. Kama hufungi, umeshajaribiwa na shetani katika Kwaresma hii. Sasa inatakiwa urudi katika huo moyo wa kufunga, upande mlimani, ili uonyeshe moyo wako. Wangapi tumeshajaribiwa na shetani sasa hapa? Tutakuwa wengi. Shetani ameshatupitia. Shetani sio lazima
lije jitu jeusi sijui na nguo nyeusi. Shetani ni hivyo hivyo vitu ambavyo tunaishi navyo kawaida. Kujaribiwa, tumejaribiwa na chakula tu kimekufanya umwache Mungu wako. Uongo kweli? Sasa bado tuko mwanzoni, turekebishe hayo.